Moja kati ya kitu ambacho kinalalamikiwa sana kwenye ligi kuu Tanzania bara basi ni swala la waamuzi. Kwa maana waamuzi kuna namna ambavyo wanasababisha ligi kuu Tanzania bara isiwe katika ule ubora ambao kila mmoja anadhania ni sawasawa kuwa nao. Ubora ambao unatutoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine, kwa sababu pasipokuwa na ubora wa waamuzi ligi yetu si chochote. Wao ndio ambao wanafanya maamuzi, na sheria mpira miguu iko wazi kwamba maamuzi ndio maamuzi ya mwisho kabisa. Anachokiamua uwanjani ataadhibiwa kama kuadhibiwa, lakini tutasalia pale pale kwenye kile ambacho yeye mwenyewe alichokiamua. So kimsingi waamuzi ni watu ambao tunahitaji kuwaheshimu, lakini tunahitaji kuwa na watu ambao ni weledi, na tusipokuwa na watu weledi kuna vitu vingi sana ambavyo vitatokea. Utakumbuka hapa katikati ilitokea tisho la kwamba vilabu mbalimbali vina mpango wa kugoma na kuandika barua mpaka pale ambapo watatoa taarifa ya waamuzi ambao wameonekana kutomudu michezo wakipigwa rungu zito na kuadhibiwa kwa namna moja ama nyingine. Sasa hii leo nina story moja nzuri sana kuhusu mwamuzi ambaye alichezesha mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha Singida Big Stars, mchezo ambao ulimalizika Simba kwa kushinda bao 1-0, lakini mwamuzi wa mchezo huo alikuwa na shida nyingi sana na ilionekana kama Singida Big Stars ameadhibiwa kwa kiasi kikubwa sana, ama amenyang'anywa ule ushindi ambao alistahili kupata. Moja kitu ambacho inawezekana kwa namna moja ama nyingine kisije kikao kinaleta taswira nzuri ama hali nzuri kwa namna moja ama nyingine. Lakini yote kwa yote tunahitaji kuzungumza kwa kina ni nini ambacho kiliendelea. Karibu sana, hapa panaitwa Kanyasi Digital. Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi, niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ninakufahamisha kwenye kila linaloendelea, kwa sababu kazi yangu mimi ni kuhakikisha kwamba update zote na kufikishia kwa lugha nyepesi ambayo kila mmoja anaweza kuielewa. Moja kati ya kitu ambacho naweza nikakuomba sana rafiki yangu ni kufanya jambo la msingi sana, ni kusubscribe kwenye channel yetu ili wa kwanza kupata taarifa hizi zitakapokuwa zinatufikia, kwa sababu wewe ni miongoni mwa watu ambao tunawaheshimu na tunawahusudu kwamba mtatusaidia kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba tunafika somewhere. Bila subscribers yako, bila likes yako, bila comment yako, kusema la ukweli sisi kuna sehemu ambayo tutakwama. So jana bodi ya ligi kuu Tanzania bara, tunaita ile kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara ilitoa adhabu mbalimbali. Na nishakwambia moja kati ya adhabu kubwa sana iliyotolewa ni mwamuzi wakati wa mchezo kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars amefungiwa kwa kipindi cha miezi 6 kwa kosa la kushindwa kumudu mchezo, baada ya kufanya maamuzi mengi yaliyoashiria kushindwa kutafsiri vyema sheria 17 za mpira miguu. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza ibara ya kwanza moja ligi kuu Tanzania bara kuhusu udhibiti wa waamuzi. Kusema la ukweli mimi waga nikisoma hii taarifa waga ninatamani niishie hapo, lakini kwenye hili nimetamani sana nikurudishe kwenye kanuni na tuweze kujua kanuni zenyewe zinasemaje katika ile, kwa sababu bila ya kurudi kwenye kanuni, labda kwenye kanuni tunaweza tukakuta kulikuwa na faini kubwa sana ambayo inawezekana LSC alistahili kuipata. Tukumbuka mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha Singida, ule mchezo ulikuwa ni mchezo ambao uligubikwa na vitu vingi sana kwa sababu ya aina ya matokeo ambayo yalitokea. Sidhani kama yalikuwa ni matokeo mazuri. Mwamuzi alishindwa kutafsiri vitu vingi sana kwa namna ambavyo alihukumu. Kikosi cha Singida Big Stars kilikuwa na sababu ya kupata penalty katika ule mchezo, lakini mwamuzi hakuweza kufanya hivyo. Sasa kifungu kilichotumika kumtandika adhabu kinasema mwamuzi akishindwa kumudu mchezo kwa uzembe, makusudi, woga ama kutozingatia sheria ipasavyo, kiasi cha kuvuruga mchezo, kuhatarisha amani na kutia aibu fulani ya uamuzi, ama kushusha hadhi ya mpira, ataadhibiwa. Sasa kwenye kanuni ya kwanza ile inaeleza adhabu gani ambayo mwamuzi ataadhibiwa. Anasema mwamuzi yoyote atakayedhibitika ama kubainika kwa lolote miongoni mwa yafuatayo katika kanuni hii atapata adhabu ya kuonywa, kuondolewa kwenye ratiba ya waamuzi kati ya mizunguko 3 mpaka 5, kufungiwa kati ya miezi 6 au miezi 3 hadi miezi 6,
kwa makosa yanayojirudia na kwa makosa ya rushwa atafungiwa miaka 3 na kushushwa daraja la waamuzi ama kuondolewa au kufutwa kabisa katika orodha ya waamuzi wanaotambulika na TFF na kunyang'anywa leseni adhi ya uamuzi. Kusema la ukweli, tunaweza sema Elisa C hii si mara yake ya kwanza. Haya ni mambo yake yanayojirudia. Na makosa yaliyotaja wao wamechukua iko kipande cha kwanza, kushindwa kumudu mchezo. Lakini wanasema kuna kifungu cha pili, akishindwa kufika kwa wakati kwenye kituo, akifanya kitendo cha utovu wa nidhamu kama vile kutukana, kufanya fujo yoyote, lakini akibainika kuandika taarifa yake kwa kusudi la kutoa taarifa ya uongo, akibainika kwa namna yote ile kutoa visingizio visivyokuwa vya msingi ili kukwepa mchezo uliopangwa, atakayebainika kushindwa kuchukua hatua stahiki kwa wachezaji na viongozi wa timu kwa vitendo vya utovu wa nidhamu na ukiukwaji wa taratibu kipindi kabla na baada ya mchezo, atakayebainika kutovaa vifaa vya mdhamini, atakayebainika kushindwa kutafsiri sheria za mpira miguu ipasavyo katika mchezo uliochezwa na kupelekea upungufu ama wingi wa kiuchezeshaji, atakusababisha kupata alama ndogo ama kubainika kwa hali hiyo ya uchezeshaji kwa njia nyingine yoyote inayoaminika. So tunakubaliana kwa mujibu wa kanuni na kwa mujibu wa vile vitu ambavyo Elisa C alifanya. Kuna vifungu viwili ambavyo kwangu mimi nadhani vina makosa. Iko kifungu cha kwanza 8 kinasema atakayebainika kushindwa kutafsiri sheria za mpira miguu ipasavyo katika mchezo aliochezesha na kupelekea kuwa na upungufu mwingi wa kiuchezeshaji na hata kusababisha kupata alama ndogo ama kubainika kwa hali hiyo ya uchezeshaji kwa njia nyingine yote itakayoaminika. Na kile kifungu cha kwanza kinachosema akishindwa kumudu mchezo kwa uzembe, makusudi ama woga, kutozingatia sheria ipasavyo kiasi cha kuvuruga mchezo, kuhatarisha amani na kutia aibu fani ya uamuzi au kushusha adhi ya mpira miguu. So kwangu mimi nadhani Elisa C yote haya aliyakosea. Na kwangu ninadhani alistahili kupigwa adhabu zaidi ya hiyo aliyopewa. Yaani kwangu mimi nilikuwa nadhania angefungiwa kutojihusisha na soka kwa miaka 3 kama ambavyo adhabu inavyoeleza kwamba akifanya makosa ya kujirudia anafungiwa kwa kipindi cha miaka 3, kwa sababu hii si mara ya kwanza kwa Elisa C kufanya vitu kama hivi. Anakumbukwa sana, aliwahi kufungiwa tena kipindi cha miezi 6, amefanya tena kosa, amefungiwa kipindi cha miezi 6, lakini pia makosa aliyofanya ameinufaisha timu nyingine na inawezekana hapo ndo ikawa safari ya Simba kuelekea ubingwa. So kwangu mimi nadhani hapa kulikuwa na vitu vingi sana ambavyo havikustahili kuwepo na kikosi cha na ndivyo ambavyo Elisa C amekumbana na rungu zito la bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini nimeona msemaji wa kikosi cha Singida Big Stars akisema wameridhika na adhabu iliyotolewa na alistahili achapwe na viboko. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Singida ule msimamo wake wa kwamba kama adhabu haitotolewa wataenda kucheza ligi ya Zanzibar, maana yake sasa huo msimamo wao unafutika rasmi. Unasemaje katika hili? Let me know katika comment. Asante, bye bye.